Kimsingi mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Kiluvya United, mechi ambayo iliisha kwa ushindi wa magoli 3-0 pale mkoani Morogoro, taarifa ambayo iko mbele yetu ambayo mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wanapaswa kuifahamu ni kwamba mara baada ya mchezo ule, benchi letu la ufundi chini ya Kataraia Majeshi Baba Isaya waliweza kutoa mapumziko wakishirikiana na uongozi wa klabu yetu. Mapumziko ambayo yanaanza tarehe 11 mara baada ya ule mchezo na ni mapumziko ya siku 5. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na nyinyi, tarehe 16 mapumziko yao yatakuwa yamekwisha na tarehe 17 wanaume watarudi kazini kuendelea na kazi zao kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hiyo hilo wanapaswa kulifahamu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji kwamba timu itapumzika kwa hizo siku 5 ambazo nimeweza kuzizungumza hapa. Lakini ukiachilia mbali na hilo, leo kumezuka pia taarifa ambazo zimesambaa sehemu mbalimbali zikimhusisha mwalimu wetu mkuu Kataraia Majeshi Baba Isaya kwamba amekalia kutikavu, kuna vikao na vitu vingine kama hivyo. Niwaambie mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji, hakuna taarifa kama hiyo, na sisi kama uongozi nimethibitishiwa bado tuko imara na hatuwezi kuondoka kwenye focus. Kwa hiyo hiki ambacho kinazungumzwa ni hearsay, na sisi kama club tunawahakikishia mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji hakuna kikao cha namna hiyo ambao kimeweza kukaa kujadili hiki ambacho kimezungumzwa. Kwa hiyo ni vitu vya mitandaoni, watu wanatakiwa kuvipuuza, waendelee na mambo mengine. Kataraia Majeshi atarejea mara baada ya hizo siku 5 kuja kuungana na timu yake na kuanza kazi mara baada ya hayo mapumziko. Kingine pia mashabiki wamekuwa pia na hofu ya swala la uwanja ambalo tulipewa taarifa ya mwongozo ambao pia ilikuwa imeambatana na kufungiwa kutoka kwa bodi ya ligi na TFF kwa ujumla. Sisi kama klabu taarifa ile tulipokea, na niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji waendelee kuwa wavumilivu, waendelee kutulia, waendelee kuwa wapole. Uongozi unafanyia kazi hicho ambacho kimetolewa mwongozo na bodi ya ligi pamoja na TFF. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, kuna kikao kitafanyika kikijadili ajenda nyingine za klabu yetu kwa maana kikao cha kamati tendaji, lakini miongoni mwa hizo ajenda ni hilo pia ambalo linahusu uwanja ambao tulikuwa tunautumia sisi kwa maana uwanja wa CCM Kirumba ambao taarifa imetoka umefungiwa. Nini kinafuata mara baada ya hapo? Viongozi watasema nini? Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tutaleta hapa taarifa rasmi juu ya nini kinafuata mara baada ya taarifa kutoka kwa bodi ya ligi na TFF ikitupa mwongozo kama ule uwanja sasa una changamoto kidogo na unapaswa kufungiwa. Kwa hiyo uongozi kwa haraka utakaa na taarifa rasmi itakuja hapa kwenye page yetu rasmi ya club.